hao bwana wamekuja wamenitafuta, lakini mwisho wa siku nikagongana nao soko Matola. Tumefika soko Matola, wakasimamisha gari yao. Baada ya kusimamisha ile gari yao, akashuka huyu askari anaitwa Afande Shabani. Akawa ananiita, nimemfuata, nimefika pale. Akaanza kuniambia kwamba wewe bwana mbona kutafuta upatikani sijui nini, lakini mwisho wa siku nikamwambia nendeni kwenye point. Akasema bwana, sisi shida yetu ni moja, tusaidie kitu kimoja. Tunataka tufanye ujasusi. Fanye ujasusi. Kufanya ujasusi utuelekeze anapokaa Mdude. Nikaambia Mdude mimi kwanza hapa mjini muda mrefu hayupo. Ameshahama, yupo Tukuyu, na sijui Tukuyu ni sehemu gani. Wao wataweza kurudi tena kwangu ni kuniambia, wakaniambia tukupe hela kwa kukupangia guest mazingira ya Tukuyu, ukae huko uhakikishe unamfuatilia huyu bwana mpaka unampata. Mwisho wa siku mimi nikawaambia sina muda wa kufanyaje kwenda huko. Na kwanza sasa hivi naenda nyumbani, naoga, nishaoga, naondoka naenda Sumbawanga. Wakanuza swali, unaenda wapi? Nikamwambia mimi nakwenda Sumbawanga na nisharudi, sijajua nauli lini. Akasema utakaporudi tuwasiliane. Sisi tutakupa hela yoyote unayotaka. Ila kikubwa tumpate nani? Mdude. Nikamwambia sijui ndarudi lini. Labda pengine nikirudi hapo tutawasiliana. Ndio na wenyewe muda huo wakawa naingia kwenye gari yao wanaondoka, mimi kama naondoka naenda nyumbani. Sasa baada ya hapo, baada ya juzi kuna nao jamaa, jana ndo napewa taarifa, naambiwa Mdude amekamatwa, mpigwa sana. Kakamatwa, kapigwa na haijulikani alipo. Sasa badala hapo mimi kama mimi bila shaka sikuishia pale. Baada kupewa baada kuambiwa yale mambo kuhusiana na Mdude, nikaenda kwa kamanda wangu wa mkoa Jamali, nikamweleza hali halisi, nikampa kila kitu sawa, na nikampa utaratibu kwamba mpigie kamanda China ambaye ni kamanda wa kanda, mpigie, alafu yeye China achukue hatua za kumuondoa huyu bwana haraka sana hapa mjini. Tukakubaliana hivyo. Ni kweli China akapigiwa simu. Sasa siwezi kujua huko walimpigia ama hawakumpigia, mimi siwezi kujua. Kiukweli. Huyo afande unasema alikuwa anaitwa nani huyo? Anaitwa Afande Shabani. Unamfahamu siku nyingi hapa Mbeya? Namfahamu vizuri. Ni afande hapa Mbeya. Ni askari hapa Mbeya na yuko mkoani. Yuko mkoani. Yes. Huyo mwingine ambaye walikuwa Merasi na kile wote hao wako mkoani. Hiyo gari walikuwa wanatumia gari ya aina gani? Hiyo gari ni aina ya Noah, ina rangi nyeusi. Ijapo kwa na akili ilikuwa sawa, sikuweza kufuatilia plate namba yake ni namba ngapi. Sawa. Huyo mwingine ukiachana na Afande Shabani, huyo mwingine alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Veda. Okay. Veda ndiye alianza kushuka, baadaye akashuka Shabani. Sawa. Tunashukuru sana.